midoli mfano kama vile wagonjwa tuseme, sijui ni hapa kuna picha ya mtoto, lakini hapa nafikiri mtu mzima, lakini kuna vifaa tiba vipo hapa. Na kwa kutumia maonyesho haya Sabasaba, labda kuna kitu gani hapa mnakielimisha? Asante kwa swali lako zuri. Ukiona hivi vifaa tulivyoeleza hapa ni baadhi tu ya vifaa ambavyo sisi idara ya huduma ya dharura na ajali tunatumia katika kufundishia madaktari na wauguzi ambao huwa wanapita pia kwenye idara yetu kwa ajili ya kujifunza. Kama tukija moja kwa moja kwa huyu mdoli hapa tumuite, ambaye ni mdoli anaonyesha mtoto wa umri wa chini ya mwaka mmoja, na scenario yake ni kwamba anakuja hawezi kupumua pale hospitalini. Tunatumia kifaa maalum ambayo inaitwa ambubag, ambayo tutamwekea sehemu ya uso na mdomo, pua na mdomo, na kumtolea pumzi. Na kuna namna unaotakiwa kushika shingo ili ile pumzi iweze kuenda. So, unaona kama hapa, ukiangalia hapa sehemu ya kifua utaona nikitoa pumzi panapanda. Kwa hiyo huyu mgonjwa wetu kama ni mgonjwa anahema sasa hivi, sawa? Tunampumulisha. Tukija hapa mbele ni kifaa kingine ambacho tunatumia kufundisha watu mbalimbali ikiwemo jamii jinsi ya kutoa huduma ya dharura kwa mgonjwa ambaye amecollapse. Amekuja ni mgonjwa wa mapigo ya moyo yamesimama, au kama ni rafiki yako nyumbani alikuwa anacheza mpira, ni mama, ni baba, kaanguka ghafla, jinsi ya kuangalia mapigo yake ya moyo, jinsi ya kuangalia upumuaji wake. Na kama hivyo vyote havipo, basi kuna kitu ambacho utatakiwa kuanza moja kwa moja kama kutoa chest compression tunaziita. Kwa hiyo hii kifaa ukiangalia ina rangi hapa ya taa ambayo nikiwa nafanya vizuri itawaka taa kijani, na nikiwa nafanya vibaya itawaka taa nyekundu. Nitaonyesha mfano. Nimesimama hapa, nilimkagua huyu mgonjwa wangu hana mapigo ya moyo, hapumui. Kwa hiyo moja kwa moja angalia hizi taa hapa zinawaka kijani. Hapa sifanyi chochote, utaona inawaka nyekundu, si ndio? Kifaa kingine hapa tulioleta kwa siku ya leo ni hii kifaa ambayo tunaita neck collar. Na hii neck collar ni kifaa ambayo huwa inalinda sehemu za shingo, zile pingili za shingo. Unaweza ukaja ukakuta mtu kapata accident, ni pikipiki, ni bodaboda, kapata ajali barabarani, na jinsi ya kumtoa mgonjwa pale sehemu ya tukio paka hospitali inahitaji uangalizi ili kuzuia zile pingili zake zisiweze kufanyaje kuharibika. Mwisho wa siku mgonjwa akaja akaishia amepata spinal cord injury, amepooza miguu. Kwa hiyo kuna namna bora ya kuweza kumondoa mgonjwa sehemu ile atukue paka afika hospitali. Mojawapo ni kuhakikisha hichi kifaa kinawekwa pale pale kwa watu waliopata ajali. Jinsi ya kuiweka, huwa tutakuwa watu wawili, atanyanyuliwa hapo, mwenzako atakusaidia kuingiza hapa chini, itawekwa sehemu ya shingo inabanwa. Ukishafanya hivyo, basi huyu mgonjwa atahitaji kunyanyuliwa na timu ya watu moja kwa moja apeleke hospitali, ambapo atakagua sehemu za shingo kwa kutumia picha maalum ili kujua kama zile pingili ziko vizuri au zimefanyaje, zimeumia, kabla ya kuondoa hiki kifaa ambacho kinaitwa neck collar. Sawa? Tukija moja kwa moja hapa, kuna vifaa vingine ambavyo tunatumia sisi katika idara yetu kutoa oxygen. Oxygen ni muhimu kuwapa wale wagonjwa ambao wana shida au changamoto ya kuhema, kupata hewa. Kwa hiyo hiki kifaa kama unakiona kitakuwa kinaingizwa kwenye oxygen cylinder, ambao ndo mtungi unaotoa gesi ya oxygen. Alafu hii sehemu hapa, unaiona hii sehemu hapa, inaingizwa sehemu ya pua. Alafu anaendelea kupata huduma ya oxygen. Tuko pamoja? Baada ya hapo, kama hii haitakuwa inamsaidia, kuna kifaa kingine ambacho tunatumia, hii maski, anawekewa sehemu ya uso hapa, pua na mdomo, na kupata hewa yake. Hatuishi hapo. Iwapo mgonjwa wetu huyu atakuwa anashindwa kupata hewa na hawezi kupumua, basi kuna kifaa maalum huwa tunatumia, hii ambayo ni kama tochi, tunaita laryngoscope, ambayo tutaitumia kumfunua sehemu ya mdomo ili tuweze kuipata ile koo, ambapo tutamwekea kifaa hichi maalum ambacho kinaitwa endotracheal tube. Itaingia kwenye koo yake ili huyu mgonjwa aweze kuwekwa kwenye mashine maalum ya kupumua ambayo tunaita mechanical ventilator. Kama mmeshapita ICU mkaiona wagonjwa ambao wanasaidiwa kupumua kwa kuweka kwenye mashine maalum. Kwa hiyo tunatumia vifaa hivi viwili ili uweze kufunua mdomo, utoe ule ulimi sehemu pale, usogeze uweze kuona koo lilipo, ili huu mpira maalum
endotracheal tube tunaita, iweze kuingizwa pale na mgonjwa hatimaye akawekwa kwenye mashine ambayo itamsaidia kupumua. Jamani, hii ndo station yetu. Karibu niulize maswali au ujaribishe namna ya kufanya. Sawa, mimi niko na swali la kuanzia hapa. Kuna hichi kifaa cha kumsaidia kupumua huyu mtoto. Je, hichi kifaa jamii inatakiwa iwe nacho kwa dharura, na vinapatikana vipi, na kisheria inaruhusiwa kukaa nacho, na huduma zake, yani unatakiwa upewe kwanza mafunzo kabla ya kutumia, usije ukafanya vibaya? Asante. Kwa upande wa jamii kuna kifaa ambacho kinaitwa pocket mask. Kinakuaga kimaski tu kama hivi. Kinakuja na filter maalum ambapo kama ni imetokea nyumbani, unacho hicho kwenye mfuko wako, unakitumia, utaweka sehemu ya uso, alafu unapuliza kwa mdomo wako, unapuliza kumpa hewa kama inahitajika. Hiki kifaa wanakitumia sana wale ambao unakuta wameshaenda kozi maalum ya mambo ya matibabu, na wanaweza wakawa nayo kwenye ambulance, pia zipo kwenye begi za first aid, zinaweza zikawekwa kwa wale ambao wamepitia mafunzo maalum, wanaweza kukitumia vizuri. Sawa. Na kwa upande wa ile shida anayopata mtu baada ya ajali, pengine shingo, akawa ameumia shingo, hiki kifaa nacho mtu anatakiwa awe nacho kwa ajili ya kujiweka tayari na vitu kama hivyo? Asante kwa swali lako. Kifaa kama hichi pia kinatakiwa kujifunza namna ya kutumia, na kuna kozi maalum za first aid pia zinafundisha namna ya kuweka hii neck collar. Mara nyingi unakuta wanaoenda kwenye haya mafunzo ni wale ambao wana operate ambulances au wako kwenye hizi gari za kuokoa, tunazita ambulance, za kusaidia wagonjwa. Hivyo tunashauri pia jamii ambayo iko karibu, mfano vikundi vya bodaboda vinaweza kujifunza kozi ya first aid, kuja kujua namna ya kutumia, na kwenye first aid box yao wakawa nayo, wanaweza wakasaidizana. Kuna programu mbalimbali ambazo wao wanaweza kuja kujifunza na hatimaye kujua jinsi ya kufanya. Kwa hivyo vitu kusaidizana pale eneo la tukio kabla ya kufikisha hospitali. Kwa hiyo wito wako unamaanisha kwamba kuna vitu vya kujifunza mapema ili kuchukua tahadhari kabla mgonjwa hajafikishwa pengine katika hospitali. Kuna vitu watu wajifunze kama jamii. Kabisa, jamii ina sehemu kubwa sana katika chain yote ya masuala ya afya, kwa sababu mambo mengi yanatokea kwa jamii, na wale wa kwanza kurespond au kusaidia ni jamii yenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana jamii, watu wanaokaa kwenye communities au jamii mbalimbali hizo, kuweza kupata pia mafunzo haya ambayo yatawasaidia wao kusaidizana wenyewe kabla ya kufika hospitali. Okay, labda la mwisho, mtu anapokuja katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, unamwambia nini katika huduma za matibabu? Hapa tu katika viwanja vya Sabasaba kuna kitu kinaonekana kabisa huduma zenu ni nzuri. Sasa akija siku hiyo hospitali ajisikie kama iko nyumbani, nini ambacho unaweza kuambia? Tunawakaribisha sana wote wanaopita waje katika hili banda letu hapa la Muhimbili. Kuna huduma nyingi sana, huduma za magonjwa ya dharura kama ulivyoona, kama ulipita kuna gari pale ambao ina huduma zote za dharura zinatolewa ndani ya hiyo gari. Ukipita hapa nyuma kuna clinics zinaendelea, madaktari wa figo, kuna madaktari wa masikio, madaktari wa kina mama na wengine wapo hapo ndani kutoa huduma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, lakini vile vile kuna huduma nyingine inaendelea, madaktari wa upasuaji kwenye gari yetu. Kama umepita huko ukaona gari yetu ile inaofanya upasuaji, tunawakaribisha wote kuja kupata huduma. Majina? Kwa majina naitwa Dr. Masuma Gulam Hussein, ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali, napatikana hospitali ya taifa Muhimbili. Shukrani sana. Asante kwa